2023 na kusajiliwa rasmi mwaka 2024 kwa usajili wa namba MBE/KYE/VIJ/2024/0130 kikiwa na wanachama 7. Baada ya kubadilisha matumizi ya fedha kulingana na mkataba, kikundi kiliweza kusambaratika na kushindwa kuonana kujadili juu ya shughuli za kikundi, kuchelewa kurejesha kulingana na taratibu za mkataba, kwani tulitakiwa tuwe tumerejesha kiasi cha shilingi milioni 22,305. Badala yake kikundi kimeweza kurejesha milioni 2,975,000. Hitimisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunashukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuboresha uchumi wa jamii kwa kutoa mikopo isiyokuwa na riba kwa wanachama. Tunaahidi kuendelea kulipa deni lililobaki ili vijana wengine waweze kupata mikopo. Aidha, tunashukuru kamati ya siasa ya wilaya kuweza kututembelea kikundi chetu cha vijana wa kazi Ipingo. Kwanza niendelee kushukuru serikali kwa namna inavyotuunga mkono kama vijana, lakini nataka nipate taarifa vizuri, kwa nini wamebadilisha matumizi kulingana na mkataba, na maanake hapo wanatuhakikishia kwamba serikali ichukue hatua zake. Kubadilisha matumizi kulingana na uwezo wa kuweza kufanikisha jambo ambalo tulikuwa tunalifanya, kama labda kwenye biashara, kwa sababu wengine tunafanya biashara za duka, lakini pia tuliweza kununua hata pikipiki, sababu lengo letu la kuchukua zile pesa ilikuwa kwa ajili ya kununulia pikipiki. Kweli vinatusumbua kurejesha, lakini napata faraja pia kwa kauli ya chama kwamba pamoja na yote pia inahimiza kurejesha. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, na wakati mwingine hatua tunapochukua kweli tunaomba chama kitusapoti, sababu ndugu zangu, tukienda kwa mwendo huu, kwanza kubadilisha matumizi ya fedha kama walivyoomba na kugawana, ni ishara tosha kwamba hawaja organized, lakini hawana malengo na fedha za serikali. Kwa hiyo na sisi kama halmashauri hili hatutaliendelea kufumbia macho ili kuhakikisha kwamba tunaenda kuwapa hata wengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, kweli pamoja na maelekezo mengine ya chama, lakini sisi halmashauri tutaweka mkazo katika hili na taarifa mtakuwa mnazipata, lakini tutahakikisha kwamba kila Mtanzania kulingana na maelekezo ya Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali kwamba hii pesa ikafikie makundi hayo. Na tuseme kabisa wote tunaosimamia katika ngazi zote, na mnatulazimisha sasa kwamba pesa isiingie kwenye akaunti mpaka tuchukue kile ambacho tumekusudia kwenye mradi, kwa sababu tunafika kutoaminiana. Sasa mnapata hela, mnabadilisha matumizi, kitu ambacho kimsingi sio na sio mwelekeo. Awali ya yote nikupongeze sana wewe na kamati yako ya siasa kwamba mwaka huu mliamua kwenda kwenye vile vikundi ambavyo vina changamoto ya kufanya marejesho. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii inaweka wazi kwamba yale maneno ambayo waga tunasema kwamba nyie chama kuna watu mnawakingia kifua. Lakini kwenye hili, baada ya kusema kwamba unataka kwenda kwenye yale makundi ambayo tayari yamekopeshwa na yana ukakasi wa kurejesha mikopo, nikaona chama pia kiko upande wa serikali kinataka hela zirudi ili waweze kukopeshwa wananchi wengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia kwenye kikundi hiki kama ambavyo wenzangu wote wamesema, kikundi hiki kimejaa watu wengi ambao ni makada na wengine wana mahusiano mengine na viongozi. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tunatamani kusikia kauli ya chama kwenye hili ili iondoe kabisa taswira, maanake kutoa wewe kauli Mheshimiwa Mwenyekiti itakwenda kutembea kila sehemu kwamba nyinyi hamkingii kifua haya makundi ambayo tumewezesha vijana ambao pia ni makada kama sisi tulivyo wasirejeshe hela hizi. Lengo la mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan ni ili hizi hela zitolewe zisaidie makundi ya kina mama, vijana na watu wenye ulemavu kuwakwamua kiuchumi. Sasa ikitokea watu wengine hawarejeshi fedha hizi, Mheshimiwa Mwenyekiti, wanakwamisha ile azma nzima ya kiongozi wetu kwamba kuwasaidia makundi ambayo waweze kurejesha hela na ziweze kusaidia watu wengine. Ngazi kitu kwa naambia wachukulie hatua. Chama cha Mapinduzi akifugi majambazi, Chama cha Mapinduzi akifugi wezi, Chama cha Mapinduzi
kinaiagiza serikali ifanye, na wala hatutakuingilia serikali kama mnafanya jambo zuri. Rudisheni hela ziende kwa watu wengine. CCM oyee! Kwa sababu rudisheni hela ziende kwa watu wengine, maana yake ni kwamba mkirudisha milioni 22, katika milioni 22 mmerudisha milioni 2,790,000, milioni 2,975,000. Shemu hapo ngodi. Unaona? At least kama mngekuwa mna nia kurudisha, kwa sababu hata benki mheshimiwa, ukikopa kama unaingiza kila siku hela unakuona, wanakuonea huruma. Lakini kama uingizi hela kabisa, wajua ulikuwa na nia ya kutapeli. Na naenda kusema, nitakuwa sitakuwa mchoyo wa kusema kwamba nyinyi mlikuwa hamna nia ya kukopa kujiendeleza, mlikuwa na nia ya kutapeli hela za serikali. Na kama ni hivyo, ichukua hatua. Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.